Baba wa mbinguni, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukurani. Nimekuja mbele yako asubuhi ya leo na kuomba unibariki. Bariki mwenye kunisikiza. Bariki huyu Mwenyezi Mungu hata naye amepungukiwa. Mbariki katika jina la Yesu Kristo. I cover myself with the blood of Jesus. I protect myself with the power of the name of Jesus. Let me, my Redeemer, say according to your will. Ongea kupitia ulimi wangu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother, kuna mambo mawili hapa Kristo ameninenea, na jambo moja ni hili nikianzia. Sisi ambao tumeokoka tunakaa kama vioo safi. Na maana Kristo ndiye amekuweka hii kioo. Una jukumu. Hii kioo inarushiwa matope na watu, inarushiwa matope na vitu chafu na watu. The thing is this. Kristo anasema amekupea kibali ya kutumia damu yake kujiosha wewe. So, hii uchafu ambao unarushiwa na wale ambao hawajaokoka, na wewe una kibali ya kuwa serious na unajitakasa na damu ya Yesu. Sio kukaa tu. Na hapa sio ile maombi unasema nataka niombewe na huyu ili nitakasike. Inatakiwa ujitakase na damu ya Yesu. Hiyo umepewa kibali ili kio yako iwe safi. Na katika sherehe zingine ambazo mnaingiana nazo, kuna sherehe utaingia siku ya leo. Na ukiingia, yule ambaye mnaingiana na wao, wale mnaingiana na wao wanakuwa si wasafi, wanasababisha nguo yako ya kiroho inakuwa wiki. Ukiangalia katika hekalu, katika Old Testament, kuna vile kuhani alikuwa anashika ile uvumba, anaenda naye katika ile pasia ile ambayo ilipasuka wakati Kristo alikufa na akafufuka. Akiweka hiyo moshi hivi inayeyuka. So the moment wewe na wewe unaenda unaingia katikati ya watu ambao hawajaokoka na mnashirikiana kwa group, maybe ni group ya mazishi, maybe ni group ya nini, maybe ni group ya kitu kama tuseme kama chama, all these. Wengine mtu anasema badala ya kwenda nyumbani mapema, ngoja nikae hapa kwa hii hoteli tukule gunzo, tuone news, alafu tufanye sijui nini, tuende nyumbani. Hiyo group. Saa zingine unakuta wengine wanakaa mahali pamoja. Ninaonanga wengine wanakaa mahali wanasoma gazeti wakiwa pamoja. Wanakuwa na hiyo discussion ambayo iko na nasty a lot. Hayo mambo yeye ambayo umeokoka unakatazwa na Mungu. You know, mnakuwa na discussion, mnashikana na watu wengine, tunaenda mazishi mkiwa watu kama 7 kwa gari moja. Wengine hawajaokoka. Sasa wakati on the way wewe umeokoka na unataka kwenda nao. Sasa wakifanya anaza zao barabarani, mara wanasimama wanakunywa pombe, mara wako na maongeo. Kuna mahali kuna hizi sherehe, kuna mambo mengine ambayo tufai kuingiana naye, na ni maandiko, it is biblical. Hiyo ndio mambo ambayo unakatazwa. Ukiwa mwokofu, ukiwa umeokoka, kuna mambo ambayo unajirida hufai kuingiana naye. Hii tumia damu ya Yesu kusafisha your inner person. Tumia damu ya Yesu na atakubariki. Hiyo ni kitu. Hii nimeelezewa na Kristo. Amepea wanadhambi macho kuwaona nyinyi ambao anaruhusu tu. Unajua Mungu ndiye anaumba wote. Anawaruhusu tu watu ambao hawajaokoka kukuona dhuru. Wewe ambaye unasema umeokoka na haukai maisha matakatifu, watu ambao hawajaokoka wanakuona dhuru. So nikisema wanakuona dhuru maana wanapewa kibali. Mwenyezi Mungu anakuashiria uonekane na hao maisha ambayo unaishi ambayo si mazuri. So hapa ninaona watu ambao hawajaokoka wakiexpose wale ambao wanasema wameokoka. Na I don't know why God is anaruhusu yote. Na nikisema hivyo, ninasema maana ni kitu nimeonyeshwa na Kristo. Ile la ajabu ni kwamba hao ambao hawajaokoka wakianza kukuexpose, hawakuashiri. Wakianza kukuexpose, wanaenda, hawarudi nyuma. Think about it. Na usiwe mmoja ambaye unakuwa exposed na wale watu ambao hawajaokoka. Maana wale mnatenda na wao ama mnakula na wao ama mnakaa vikao ambavyo vitakatifu, watakuwa exposed. Na itakuwa ni aibu. Kabla hiyo jambo hajakufikia, kama maisha matakatifu na urudi kwa njia ya Mungu, utabarikiwa na Mungu atatembea na pamoja na wewe. Hilo ni jambo la pili. La kwanza ni kioo, la pili ni kukaa maisha matakatifu, usiwe exposed na hao watu ambao unajua Mwenyezi Mungu anasema ataashiria hao ambao hawajaokoka, na wanajua ile kitu wewe huwa unafanya. Watakuexpose na wakianza kukuexpose itakuwa ni aibu, maana hawakuashi. Ni kama ufanye usharati alafu huyo msichana ambaye umefanya usharati naye afike mimba. Ikifika tu
anakuanika, mtaanikwa nyinyi, kaeni maisha matakatifu. Hiyo ni ingine. Now hapa kuna ushuhuda, ni wa mama moja nafikiri hako Amerika. Najua nilisema nililipiwa deni na Kristo ya nyumba, na inaonekana kama ni so right, lakini ni hivyo. Nililipiwa deni na Yesu na nyumba ni yangu. Sasa kuna huyu mama ameniambia ameenda kuangalia pesa yake baada ya kulipa loan. Akapata loan imelipwa na akapeana kibali, na bado pesa haijapunguka ama haijatolewa kwa akaunti yake. Akaniuliza sasa inaje? Nikamwambia si umelipiwa na Kristo. Simple as that. Now huyu ni mama ambaye amelipiwa pesa kiasi tu, nafikiri kutoka 500,000 na juu, na hapo analipiwa na Kristo. So simple as that. Na kuonyeshana Kristo amemlipia hizi deni. Kama Kristo anakulipia pesa na ni maisha hapa duniani, je, ukimuita kwa sababu ya maisha ya utakatifu na kwenda mbinguni, si atakufanyia makubwa? Haya ambayo tunatendewa hapa ndio mzingi wa ambayo tunatakiwa tuyafanye ya kiroho. Have faith and God will bless you. Ushuhuda huo, huyo mama akitaka kutoa atauongea hapo chini kwa comment na atabarikiwa. God bless you. Now God bless. Now hili ni jambo lingine nimekatisha kidogo, maana hapa kwetu Kayole, na nilinena nikasema watu wa news wanaripoti mambo ambayo haina maana. Hiyo muda nimekatisha, kuna muda nimekatisha kidogo, ikanibidi nitoke nje. Vijana ambao wako na tabia mingi wamepita hapa kama 20. Jana kulikuwa na hiyo furugu Kayole, na ninasema hii polisi wanafanya kazi nzuri, na ujue tunaenda uchaguzi, na the issue is here. Tuombee kutoka president wa nchi ya Kenya mpaka wale ambao wako karaini yake, maana in case kuwe na shida, na especially wakati huu Mungu anatuangalia. Niseme tu hivyo, na ninaomba katika jina la Yesu Kristo, polisi ambao wanafanya kazi, naitisha malaika katikati yao katika jina la Yesu. Wakiifanya kuwe na malaika katikati yao, and especially here in Kayole, maana jana kulishida furugu, na katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu weka malaika katika forces ya polisi ambayo inafanya kazi within our area. Malaika mmoja kwa kila askari. Huyo askari akifanya kazi anakuwa na backup ya malaika. Maana kuna wingu ambalo shetani anataka kulilete Kenya, na tunalikanyangia chini ya nyayo zetu katika jina la Yesu Kristo. Huu haukuwa mpango ni nene hili jambo, lakini katika jina la Yesu Baba, weka malaika wengi katika area ya Kayole, na hasa wale wako na panga ya vita katika jina la Yesu. Maana kusudi la shetani kupitia BBI hii ambayo imeanguka ni shetani aharibu nchi ya Kenya, na tunakataa katika jina la Yesu. Tunaingia kwa pengo katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, najua umenisikia, na iwe kwa mapenzi yako katika jina la Yesu. Furugu ninakataa in Jesus mighty name. Mighty name Jesus nimeomba. Sikia hii. This is by hii ni kupitia tu. Hiyo nimenena hapo. Liweke maanani kama Mkenya, na uombe kama Mkenya, tubarikiwe na Mungu, kusiwe na vujo Kenya. Maana shetani lengo lake anataka ashereweshe uchaguzi Kenya na kulete vita, lakini haiwezekani katika jina la Yesu. With due respect, nyinyi ambaye mnaongoza, kama kuna hitajika nguvu gani, msimamie nchi ya Kenya kwa mema na kwa wema wa Mungu. Maana mkienda mbele ya Mwenyezi Mungu
kukiwa kuna jambo fulani uliona litatokea na ukakataa kuzuia, uko na jibu la kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu, na ni uchungu itakuwa Mwenyezi Mungu akikuuliza. Nimerekodi, unajua hii video nimerekodi zaidi ya mara 4, inajikata within the 10 minutes. Inashindwa, why Lord, why? Ninairudia tena, inajikata, ninarudia. Imekuwa hiyo mpango. Hao vijana wamepita hapa, na katika jina la Yesu ninalaani, katika jina la Yesu, vurugu Kayole, na kataa, shetani utaweza, in Jesus name, no matter what, in Jesus mighty name. Tutoke kwa hiyo, turudi katika zile message nilikuwa ninawaambia, ama ile kitu tulikuwa tunaongea. Hili ni jambo lingine, na limeharibu dunia mzima, limeharibu mpaka makanisa, limeharibu mpaka watu wengi ambao ni strong. Iwe ni wapi duniani, hili ni wingu liko. Sikia hii leo, wakati Kristo ananinenea kuna kitu inaitwa gorilla. Nikaona hii gorilla imenikaribia, imekuja tu karibu duniani, na ina move in the world. Gorilla. Sasa wakati ilikuwa inatembea, haina fujo na watu, hata haina ubaya, lakini let me see this. A gibbon is a niseme a gibbon ni mnyama ambao ametrainiwa kuwa na characteristics za human being. Sasa nikimaanisha gibbon, ninaingiza gorilla. Ametrainiwa, ako na characteristics zote za mwanadamu, lakini the fact remains ni gorilla, ni mnyama. Na gorilla hili niliona, Kristo akanielezea, hebu jiangalilie uone. Nikaangalia makanisani mingi, kuna that spirit of gorilla, domesticated gibbon that has all the characteristics of a human being. Gibbon. Sasa kuwa imefundishwa ni roho. Sasa nikauliza Mungu, hii yote ni nini? Akaniambia, angalia hili, kuna roho, na watu sometimes wanaona kama ni roho ya Mwenyezi Mungu ama Roho Mtakatifu. Maana huyu mtu ambaye Kristo akanielezea hii gibbon ni spirit, na inakaa kama Holy Spirit although si ya Mungu. Sasa shetani ameenda hatua moja mbele, na hapa ndio nina expose. Ameenda hatua moja mbele, analete roho ambayo ni roho inakaa kama gorilla. Gorilla, ujue ikiwa trained itashika mwanamke impige buzu. Gorilla ikiwa trained itaendesha gari, inaweza tumia mpaka bunduki. Sasa Kristo akanielezea, in the world current kuna spirit ya gorilla, trained gorilla spirit, kwa makanisa mingi, kwa Wakristo wengi. Sasa nikataka kujua kutoka kwa Kristo, he domesticated gibbon that has all the characteristic of a human being, imekuaje? Nikaelezewa shetani ni anajua, amekuja na hili ili wewe unatiwa nguvu, hata hujui ni nini. Sasa unastukia mwenye kukuombea ako na spirit ya usharati ndani yake. Mwenye kukuombea wewe, maybe ni mhubiri munafiki, ako na spirit ya wizi ndani yake. They have all sort of devil spirit, demon spirit ama devil spirit in them. Sasa akikuwekelea mkono, ile roho inaingia ndani yako, inaingia ikiwa kama roho ambaye ni ya gorilla ambaye amekuwa trained. Sasa ona hili, nilishangaa. Nikaona mtu amewekelewa mkono, ama mtu akiwekelewa mkono na yule mtu ambaye ako na ile roho inakuingia. Kitu ya kwanza unakuwa active. Unakuwa very active. Ulikuwa mzembe. Ninajua mtu mmoja ambaye alikuwa anapeleka watoto shuleni, anarudi kwa kitanda, analala mpaka saa 8. Ameingia kwa kanisa fulani,
all of a sudden amekuwa na nguvu mingi. Na ni mtu ambaye amekuwa raised person. Sasa hii roho ikikuingia, unakuwa so active. Paka na wewe unajua ni Mwenyezi Mungu ameingia hapa na si Mungu. Sasa angalia, hii roho ikikuingia, ulikuwa mtu very lazy. Hata kuvua kwako ilikuwa ni shida. Kuamka kwenda kazi ilikuwa ni shida kwako. Sasa hii roho ikikuingia, inakufanya very active kama gorilla. Sasa unaona umekuwa active, unaamka asubuhi unavua maguo yote, unaamka asubuhi unaenda kazini, unaamka asubuhi mpaka saa 3 ya usiku unafanya kazi na hauchoki. For sure, ukijijua vile ulikuwa mrezi na umeobewa na mtu fulani na hii spirit imeingia ndani yako, unasema hii kweli ni Mungu. Kukiitanwa kesha, unaenda hata hulali. Kukielezewa kwenda kufanya kazi ya kufagia ama kufanya kazi kuosha kanisa, wewe unakuwa front line. Hii spirit uliobewa ikaingia ndani yako. Nayo juu unaona umekuwa active na umekuwa mzuri kwa mambo. Lakini angalia gorilla. Hii spirit ya gorilla, ni Kristo alinionyesha leo. Hii spirit ya gorilla haiogopi dhambi. Hii spirit ya gorilla inajua kucomfort. Hii spirit ya gorilla inajua kuembrace. Sasa nataka ustudy characteristics za gorilla. Gorilla ikiwa sawa itakuembrace. Gorilla ikiwa sawa ni calm. Gorilla ikiwa sawa inafanya mambo, haina uoga. Gorilla ikiwa sawa ni active, itakuangalia hivi na mkikaa naye na haiongei, inakusoma akili zako, inaanza kukutreat. Na ujue zile wanyama kuna ile kitu unaweza kasirika, huwa zinasikia. Ukikasirika kulingana na vile una breathe, ina sense kuna jambo ambalo sio mzuri ndani yako linaendelea. Sasa hii gorilla ni spirit ambayo imemwagiwa watu wengi duniani na wanaona kama ni Roho Mtakatifu ambaye ako ndani yao. Maana wakati wewe ulikuwa mtu goigoi, inakuweka nguvu. Juu ni gorilla, spirit ya gorilla. Google muone gorilla ni nini katika katika ujue, usome, upende kujua gorilla ni mnyama gani. Sasa unapata wewe huku wa mgoigoi, ulikuwa mtu ambaye hapendi kuongea, ulikuwa mtu sio sharp, ulikuwa mtu hauna nguvu, ulikuwa mtu ambaye hata kuosha ilikuwa ni shida, hata kuoga ilikuwa ni shida. Hii spirit ikikuingia, unakuwa active in corners. Sasa watu wengi wako na hii spirit na wako makanisani na wanafikiri ni Roho Mtakatifu. Brethren, nikaelezewa na Kristo hii gorilla hili hii gorilla haina boundary. Ikianza kufanya mambo ya mapenzi, itakutune vizuri, ikuembrace na ifanya usharati na wewe. Hiyo ni spirit ya gorilla. Ndio unaona mpaka watu wengi ambao wako makanisani hawaogopi dhambi. Unastukia mtu alikuwa mzuri hata kabla hajaingia kanisa. Na hii ni kitu nimeona. Mzee ni mzuri. Hata hakuwa anashiriki kanisani. Alikuwa tu mtu wa kawaida, anakunywa pombe kizuri. Unajua kuna watu wana uzuri wa kuzaliwa. Immediately tu akiingia kwa kanisa akishikana na wale watu wengine, wanaanza kuwa na karakta nyingine haionekani. Unajua ni nini? Katika hiyo abra makanisa mingi ambayo yako na ndio Mwenyezi Mungu ameondokea. Hiyo spirit ya gorilla iko ndani. Gorilla ni kitu ambayo utakaa naye ikuembrace, maana ni mnyama mwelefu sana. Alafu ikifika wakati wa spirit hiyo kufanya mapenzi, itafanya na wewe bila kuogopa mpaka katikati ya watu. Sasa wewe ukiwa na spirit ya gorilla na yule mwingine awe na spirit ya gorilla, mwanaume na mwanamke, mwanaume na mwanamke, muwe na ile spirit ya gorilla na mko kwa kanisa. Wakati mtaenda kuembrace each other na mfanye mapenzi, hamuoni kama ni dhambi, maana katika akili zenu mko na spirit ya gorilla. Na gorilla haina mtu, gorilla haitahukumiwa na Mwenyezi Mungu. The brain of gorilla ndani yake haina hukumu ya Mwenyezi Mungu. So hii spirit ikiwa katika hii kanisa, hii spirit ikiwa ndani yako, hauogopi na hauoni dhambi. Ile umungu unaondolewa, unafinyiliwa chini. Wewe unabaki na ile spirit ya gorilla ndani yako. Ndio unaona hata ukifanya mambo mengine huoni kama, yani una hiyo dhamira. Na ni spirit iko na watu wengi. In fact, Kristo hapa ndipo Kristo akanisaidia. Almost 90% ya watu ambao wanasema tunakuaga kanisani, juu ya vile wanajiona wako active, uliobewa tu ukawa mara moja ukawa active. Mambo ya kanisa usherewi, mambo ya kutoa ile pesa inatakikana usherewi. Sasa ukifika katika sasa being embraced by the gorilla spirit,
hata ile ya Mwenyezi Mungu inaondoka, maana gorila haitahukumiwa na Mungu. Haina ina spirit ya kusema hii ni dhambi. Na hiyo ndio imeingia watu wengi. Ndio unastukia mtu anakuambia ameokoka na haoni shida akifanya dhambi. Na nimeona mtu mwingine hapa ameniambia, mhubiri na ni mkubwa, anakuja kwa nyumba yake, anampata huyu mama, bwanake hayuko, ameenda kazini. Huyu mhubiri anakuja tu kimchezo nyumbani. Na jukumeja mtu akasi yako nje, watoto wako kwa nyumba, na ni watoto wakubwa. Sasa huyu mzee anakuja, anasema ninataka tu kuomba na wewe mama, na tuingie mpaka kwa bedroom ili niombe. Na maana mpaka watoto wanamuamini huyu mhubiri, mpaka yule amebaki umepata pale nje anafanya kazi ya kufua, maana ni msichana ulikuwa umeajiri. Hawakuogopi juu anakuheshimu. Sasa huyu mwenye mama, huyu mwenye hii nyumba akaniambia, huyu mhubiri anaingia tu kwa nyumba na ananisukuma ina very violence maana sijui hapo sikuwa ninajua ati violence inatakikana na wanawake sometimes kwa sex. Na violence maana anakurusha kwa kitanda within 5 minutes. Wamemaliza hiyo kazi na anajifanya ni kuomba, alikuwa anakuja kuomba na anamuasha. Huyu ni mama amenifushulia hiyo. Na bwanake saa hiyo wako kazi. Within 10 minutes hiyo kazi yote imefanyika. Na huyo mhubiri anakuja, anaheshimiwa mpaka na kila mtu. Yaani anaasha mpaka watoto wakiangalia TV kwa sitting. Anaingia na mama ndani anasema tunaenda maombi, nataka kutakasa mpaka hiyo nyumba. Na anatakasa mpaka sitting. Sasa akiingia ndani ya nyumba, mara moja anarusha huyo mama kwa kitanda. Na hiyo kazi inaendelea. Within 5 minutes wamemaliza na wametoka. That's the spirit of gorilla I'm talking about. Na watu wengi juu wamekuwa active, wanaona kama ni Roho Mtakatifu aliye ndani yao. The spirit of gorilla imejaa katika makanisa, na hii spirit si ya Mungu. Na ukitaka kujua si ya Mungu, kwa nini huogopaji wakati unaenda kufanya dhambi? Unastukia mtu alikuwa mzuri kabla hajaingia kwa hii madhabahu, alikuwa mzuri kabla hajaingia kwa hii kanisa. All of a sudden ameingia kwa, mpaka wengine wananiambia, just imagine mhubiri, mimi mambo ambayo ninayafanya saa hii mimi sikuwa ninayafanya wakati hatukuwa tunaenda kanisani na mzee. Mzee naye anakuambia mimi hii mambo sikuwa ninaifanya. Unastukia mtu ameshukua tu bibi na haogopi, anashukua wa pili, haogopi, na ni mkono uliwekelewa. Spirit of gorilla imejaa kwa makanisa nchini Kenya. Na Kristo anasema hiyo spirit si yake. Na juu watu wengi hawatofautishi, wanaona juu amekuwa active kwa mambo mingi ya kikanisa, anajua kweli hapo ni Mungu. Maana wewe wakati ulikuwa hauna hii spirit, ulikuwa so lazy, haukuwa na mambo mingi mazuri ukipenda kufanya ya kanisa. All of a sudden kesha ikitano number 1 hata hulali. Ikisemekana ni kuosha kanisa, uko very active. Ulikuwa hata hauoshi na vyombo kwako, kuosha ilikuwa shida. Kuwa msafi kwa nyumba yako, unaiosha saa hii. Na unasema ile roho niliombewa, in fact nimebadilika. Huyo Roho Mtakatifu wako ndani yangu, lakini uko na spirit of gorilla. Now there is a question and an answer. Hii inahitaji maombi ili itoke ndani yako. Na ile maombi ambayo inahitaji, lazima understand na urecognize spirit iliyoko ndani yako. Sasa ile shida ni wengi wameingia ndani sana na hawajui. Unastukia watu wamekodisha gari na ni watu wa kanisa wako watu 7, wanaume 5 ama 4 na wanaume 3 na wanamama 3 na dereva anakodiwa. Sure. Wale huyu wako na bibi yake hayuko hapa, huyu bwanake hayuko hapa. Wanaenda ni mahali wanaenda kama kwenda kuona mzazi mmoja. Wakati wa kurudi, hii watu wanaigiana, wanafanya usharati kwa njia hawaogopi, na waliingia kanisani waokoke. Very active. The spirit of gorilla haijui dhambi ni nini. Hiyo ndio spirit iko na watu wengi, na wanasema tunamtumikia Mwenyezi Mungu, but you have the spirit of gorilla in you. What do you do? Yesu ako na swali na ako na majibu. Enda mbele ya Mwenyezi Mungu juu umejua leo. Maana makosa ni kutojua. Umejua leo, upige magoti, uombe hiyo spirit ikuondokee. Afadhali urudi zile vile ulikuwa, lakini uwe na Kristo. Hii spirit of gorilla ndio imejaa kwa watu wengi na makanisa mingi. Watch about it and think about it. Na imeharibu watu wengi. Unastukia mzee alikuwa mzuri, msichana amekuwa mzuri, all of a sudden ameingia kwa kanisa fulani, amekuwa msichana hamuelewi. Spirit of gorilla. Na juni active, watu wanaona kama ni spirit ya Mungu. Maana ukiombewa tu na mtu hiyo roho ikuingie, unakuwa active in all corners. Hii hata mimi nimeijua leo.
na imejaa kwa watu wengi ambao wanahudumu, waliambukishwa, hata wengi hawajui wako naye, lakini hawaogopi dhambi. Utastukia mtu ni mhubiri anaandikia mwanamke message imejaa usharati, hawaogopi. Yani unasikia comfortable wakati una trade hivi, wakati mnaongea na mtu na messages zimejaa usharati. Spirit of gorilla iko hapo. A domesticated gibbon that has all the characteristics of a human being. Gorilla. Kristo anasema iko ndani ya watu wengi. In fact niliona ni kama 80% ya watu ambao wameokoka wako na hiyo spirit. Na juu ni active, hawajui. Lakini ikifika tu wakati wa usharati, wakati wa kufanya dhambi, hawaogopi. Spirit of gorilla. Hiyo ni moja. Na ni kali, imejaa na watu wengi. Sasa mimi sio jukumu lako kukaa kuniita ni kwa kuniambia ni kuombea hilo kitu itoke. Inahitajika your resource, fasting and praying. Hapa si mchezo. Ukiona Kristo akifunga 40 days ili aanze hii kazi, ilikuwa ni hivyo. Sasa hapa sio hali na kuombewa na mtu. Na kuna uamuzi, unaamua sitapita hii njia. Uamuzi unatakikana katika hili jambo. Na hii inakuhusu. Mungu, unapochukua hatua, kuna wengine watapiga simu kwa wahubiri wao na waombewe, lakini ni gumu sana ujue mtu ambaye ako na hiyo spirit, maana ni very active. Paka ukielezewa uende gym, hii spirit inakuwezesha kwenda gym mpaka unakaa sawa sawa. Ulikuwa lazy, hungeweza. Saa hii uko active. Spirit of gorilla. Anyway, na hii hii ninajua imewapata off guard. Na Mungu awabariki sana sana. Welcome. Hili ni jambo lingine. Na sijui tutafanya namna gani. Sasa hapa Kristo akaniambia hebu simama tu nikuonyeshe. Tukiwa tunatembea tu hivi, tukakutana na kijana so smart, so handsome vizuri. Sasa wakati tunapitana na yeye, naye Kristo ananiashiria nimwangalie. Nikamwangalia kutoka kichwa mpaka kwa mguu. Haya, unajua kuna hii attitude, ukipitana na mtu sometimes unafikiri uangalie nyuma, umwangalie upande wa nyuma. Sasa huyu alikuwa ni mwanaume. Tulipopitana na yeye sijui Kristo akanipea waso tu, akaniambia hebu angalia huyo mtu, mkipitana uangalie nyuma. Mbele ninaona ni mwanaume ako sawa, ako handsome, sawa. Lakini wakati tunapitana na yeye, huyo mtu alikuwa upande wangu wa kushoto, Kristo akawa upande wangu wa kulia. Tunatembea tu. Nilipoangalia huyu jamaa nyuma, tumepitana tu, nikamwangalia upande wa nyuma. Nikaona sasa mbele yako na wrong yako mpaka alikuwa na jeans na shati na t-shirt ya red. You know, wale watu wako na hizi mikono zimejaa, ni wale wa t-shirt. Lakini upande wa nyuma nilipomwangalia, nikashangaa, nikashindwa, ako na matiti. Na upande wa nyuma sasa amevaa umama, ako na matiti, alikuwa na skirt. Sasa upande wa nyuma ya maua iko na tumaua ya black, ya white, na in material kwingi ni black. Sasa ako na matiti vizuri, na amevaa t-shirt, amefunga hizi matiti zake na zile bra, lakini imewekwa vizuri. Amevaa t-shirt juu. Sasa ilikuwa kitu, hiyo t-shirt ilikuwa kitu grey. You know, ni mama. Sasa nikaangalia mbele ni mwanaume, nyuma ni mama. Sasa nikauliza Kristo, kwa nini si mbele nimemuona ni mwanaume? Sasa kwa nini ninaona nyuma hako na hii spirit kitu inaonekana? Sasa ninamuona nyuma anaonekana mumama. Akaniambia, unajua, hapa kuna shida moja. Nikamuuliza, sasa huyu ni kwa nini hako hivyo? Kristo akaniambia, Satan is not a respecter of anybody. Huyo ni mtoto amezaliwa akiwa mwanaume, lakini ndani yake ako na mwanamke. You see, ako na umama ndani yake huyu jamaa. Sasa
Kristo akanionyesha how imekuaje. Unaangalia kijana hataki kufanya kazi, anataka ashinde kwa nyumba. Wamama wasichana ndio wanaenda kutafuta siku hizi. Sasa ile kitu ilinishangaza, vijana wakiwa na matiti na wanavaa skati upande wa nyumba. Wamama na hao wasichana wetu hawa wamekuwa wasichana hao hawana umutu, hawana uume ndani yao, lakini wako na ile nguvu ya umama na kutengeneza na kulete karibu na kusoba mali. Unajua kusoba mali na kuilete. Unajua Biblia inasema mama, mwanamke ndiye anajenga nyumba na anaweza iharibu yeye mwenyewe. Sasa wanawake ambao niliona, unajua kuna opposite ya hao wanaume niliona. Wanawake ambao niliwaona wakiwa na nguvu na warembo na wakawa wakubwa kiasi kushinda vile wako na wako na capability. Sasa huyu mtu amepewa mawazo. Sasa huyu haonekani juu, hana symptom, lakini amepewa mawazo ambayo ni ya mwanaume na ni ya mwanamke. Ako capable of doing all this. But kwa matendo ama kwa mwili ambao ninaona na huyu mwanamke hana, lakini mawazo yake yamewekwa umama na imewekwa wanaume ndani. Sasa nikaangalia mwanamke huyu, mama huyu akifanya kazi, anaifanya kama mwanaume lakini ni mwanamke. Na ndio ako na spirit ya kuweka huyu kwa nyumba. Maana ile mwili yake, ile mawazo yake ni ya mwanaume na mwanamke. Iko nusu nusu. Sasa anakuwa so strong. Lakini huyu mwanaume amegawa spirit na amegawa mpaka physical umama. Sasa ndio unaona hawa hataki kufanya kitu, anataka kukaa tu. Hata akielezewa na mama akae kwa nyumba, mama haya anaenda anatafuta, ako sawa. Hiyo ni spirit imeinvade watu wengi. Na sio tu wa vijana mpaka wazee. Kuna mzee utamuona anaamuka asubuhi hataki kufanya kazi. Bora tu mama anafanya kazi. Miki wako na biashara na inaenda vizuri. Mzee hana shughuli, ana shida tu mahali amepumzika. Juu kazi inaangaliwa na mama. Sasa hii spirit nikaelezewa iko na wanaume wengi sana. Mbele ni mwanaume, ndani yake amefikwa umama ukimwangalia nyuma. Sasa umama ule uko ndani yake unaonekana sana. Ndio hii utaona mtu hataki kuchoka, hataki kufanya kazi, anataka tu kukaa, aletewe ya kule na hafanyi. Hiyo ni spirit iko na wanaume wengi. Na nyinyi wa mama na nyinyi mmepewa hiyo capability. Unapewa hiyo mwanaume na unalete kwako. Ukiniuliza vizuri, hiyo mwanaume umepewa unakuletea shida. Maana sometimes kwa nyumba unaona mzee hafai. Siongei zaidi ya hapo, muombe Mungu atusaidie ili tutoe hii spirit kwa hii wanaume. Na kuitoa ni yeye mwanaume ajijue ako na spirit ya umama ndani yake. Na characteristic zinaonekana kulingana na matendo ambayo unayafanya. Maana hakuna vile utaniambia hutaki kufanya kazi, unataka kukula vizuri. Unakuja jioni, hakuna kazi ulimeshinda ukifanya. Ni wangapi nimetoka kwa nyumba nawaambia, pana utalala, utatoka uende ukatafute kazi mpaka uipate. Na wengi wakifanya hivyo, wanaishika. Ile spirit inamwashiria. Niko na mmoja, nikamfuruga, nikamwambia, pana hukai karibu na mimi uniambie hulipi nyumba ati kwa sababu hakuna kazi. Amuka uende. Leo hii ana perform vizuri. Ikifika mwisho wa mwezi anapea yeye mwenye nyumba pesa kulingana na vile iko. Hii spirit ya umama ndio imejaa watu wengi. Hawataki wanaume, hawataki kufanya kazi. Na sasa iko na shida maana inaonekana physical. God bless you. Elewa ninasema nini kwa sababu ya Kristo. Na tuende mbele. Hapa sio kusema tu kusema nasikia mzuri. It is very dangerous. Wakati unaona mtoto wako ama wakati unaona bwana wako hataki kufanya kazi, wakati unaona babako hataki kufanya kazi, ni very dangerous. Wakati unaona mtoto ambaye umemzaa all of a sudden alikuwa mzuri, ameingia tu, ni roho na huwa inaabukishana. Hii ni roho huwa inaabukishana na iko na watu wengi. God bless you as you continue. Tuna share na Mungu awabariki. Well, karibu. Hili nalo ni jambo lingine. Na watu wananipigia simu wananiuliza, wengine wananiandikia kwa WhatsApp. Nishukue hii shindano ya COVID.
hata kama sijaongeleshwa na Mungu kuhusu shindano ya COVID, nitakwambia ikunywe. Pigwa shindano uendelee. Hata kama sijanenewa na Mungu, nitakwambia ni okay. Sasa niwaulize, juu wengi mnasema ati ukipigwa shindano ya COVID within the next 2 years utakufa. Kwani ni nani anataka kukaa hapa duniani? Ni nani huyo anataka kukaa hapa? Niwaulize, ni nani huyo anataka kukaa hapa duniani? Ati wewe unasema shindano ya COVID ukidungwa ati utakufa within the next 2 years. Sisi uokoke ukae vizuri ukufe. Kwani ni nini? Ukikaa vizuri kwa Mungu mambo kwani ni nani huyo atakuwa na mpango duniani wa kuua watu wote Mungu akubali na watu ni wa Mungu si wa hao mtu? Think about this. Nyinyi mnapiga kelele kwa sababu ya shindano ya COVID. Shindano tu ambayo ni dawa inaingia ndani yako. Kama itakuua si ni sawa? Kwani ni nani huyo anataka kubaki hapa watu wote wao wamekufa Kayole juu amepigwa shindano ya COVID, mimi nikifanya nataka kukaa kakali hapo, nataka mimi nibaki. Ninabaki nikifanya nini? Si kama ameamua kutumia hiyo shindano watu uwe zote. Sasa niulize wewe, mahali unakaa watu wote wamedungwa shindano. Next within tuseme tu kwa mfano next 2 years watakuwa wamekufa. Kwa nini wewe unataka kubaki hapo? Unabaki ukifanya nini? Si twende, kama ni kwenda twende. Hata kama sijanelewa na Mungu kuhusu shindano ya COVID, nitakwambia udungwe. Lakini think about this, but hamuoni. Hebu niwaulize, nyinyi ambao mmeendelea, uko na kadi ya bank ile tunawekaga kwa ATM. Hiyo kadi, kuna kadi tunaita Visa card. Hiyo Visa card, paka kama inahitajika show iwe inafunguliwa na Visa card, utaingiza na ifungue show. Hiyo ndio technology tuko naye. Kwa nini nyinyi mnaona COVID shindano na hamuoni kitu kama COVID, kama hii kadi inaitwa Visa card inatumika duniani saa hii? Biblia huwa inasema hivi, wakati huo wa 66 hakuna kununua ama kuuza ukiwa hauna hiyo. Ni nini? Alama ya 666. Sasa niwaulize, kama hakuna kununua na pesa na hakuna kuuza, itakumtumika current moja ama itatumika system moja? Hii hali ya Visa card ambayo tunatumia siku ya leo, mnaionaje? Mnielezee tu. Sisemi Visa card ndio 666, lakini ni swali tu nauliza. Between COVID, shindano ya COVID na hii shindano na hii kadi ya Visa card, ninawaelezea so simple. Kama show imewekwa hiyo system ya Visa card ili uigie, utaenda uigize Visa card na ufungue show. Sasa kila mahali tunaenda, uenda petrol station, unaenda supermarket, hii connection ya Visa card. Unajua kuna hizo kadi zingine ambazo sio Visa card. Kama ungelikuwa naye hiyo ya benki ya kama cooperative, ikiwa haina Visa, huwezi tumia benki nyingine. Lakini hii ya Visa card inaingia kila mahali, ni kama master key. Kwa nini nini mnaona dawa ya COVID na hamuoni Visa card inaweza kuwa more dangerous than hii? Na maana ni vile tuko leo hii kukesemekana kila mtu akipewa mshahara shilingi 100 lazima awe na ile Visa card kwake, anaenda anaitumia. Tusemekane tu mpaka gate mahali ninaishi lazima kutumike kadi. System ile inaletwa ati ninawekewa hiyo kitu kwa mlango ili niingie ninaigiza Visa card. Ninyi mnaona shindano, hamuoni Visa card. Na sisemi Visa card ni satanic, lakini nataka mfunguke macho muangalie at a point of interest. Biblia inasema dunia itakuwa inatumika currency. Inaitwa currency ama nini? Itakuwa inatumika system moja ya kutumia pesa. Itakuwa inatumika moja. So hivyo ile pesa itakuwa inatumika America, ndio inatumika Africa, ndio inatumika Asia, ndio inatumika all continents one. Visa card ni nini? Unajua mnatusubua mkisema sitadugwa, nitakufa baada ya miaka 2. Ni nani anakuambia mimi nikidugwa baada ya miaka 2 nielezewe nitakufa sitafurahi? Nitafurahi niende mbinguni. Kwani ni nini? Unafikiri tunasikia mzuri wakati ninasikia maisha ninayoishi ni matakatifu, alafu Kristo anielezee ninataka kukuleta mbinguni? Sasa most of the time wakati ninatembea mbinguni sitakagi kurudi, lakini naye Kristo ananiambia wewe rudi, kasi yako haijaishi. Sasa kama saa hii tunatembea na yeye, ninaangalia mwanaume nyuma, ninaona ako na matiti yako na t-shirt ya grey,
na kaskati upande wa nyuma kako na black na maua ya white, alafu ni tunatembea na Kristo, alafu ananiambia ataniasha, wewe enda ukashuti video, alafu ananiambia ataniasha, unafikiri ninasikia mzuri? I would like to go. We washana na COVID, you think about visa card, na wale wanajua wako na visa card, unafikiri unaelewa vile ninasema? One, sijui inaitwa one currency in the whole world. Visa card itatumika kwa benki zote duniani, kwa petrol station, kwa supermarket, kila mahali inatumika. Na show ikiwekwa bado itatumika. Think about that. Mungu akubariki. Najua nanena hii maneno yote maana nimepewa kibali na Mungu. Jambo lingine ni hili. Nyinyi mnajiita Mugeke. Mkijaribu kuinuka ni wanene hapa, mtauawa tu, mtauawa kabisa. Spirit hiyo mko naye ya kutaka kuinuka, maana mlikuwa Mugeke, inawaelekeza kwa mauti. You believe me not? Niliongea wakati moja nikasema Mwenyezi Mungu aliwatoa katika hiyo spirit na akawapea way out, akawapea jenga, akaokoka, avute makanisani. It doesn't matter. Mkiinuka wakati huu, hata mwaka huo mwingine tunaenda wa uchaguzi, mimi naona makaburi kwenu ya vijana, watu wakilia. Kwa nini? Na ninaomba katika jina la Yesu, maana mnaanza kujiuka, muinuke katika jina la Yesu. Kila askari yoyote ambaye ako Kenya anapewa malaika na Mwenyezi Mungu, malaika ambaye ako na panga. Hamuinuki, siwadanganye. Dare this, na makaburi itajaa kwenu. Na wazazi mnafungulia video, mnaona. Ukijua mtoto wako anapitia hiyo njia, jaribu umpebeleze, lakini ninajua wengine watauawa kwa milango yenu mkiwa na wao. Waambieni watu waache mchezo na hiyo spirit wanaita ya Mugeke, ati watainuka wakati huu kunafanyika election. Please. Makaburi ninayoyaona ya vijana kwa sababu ya kuingia hii group ya kupenda kukula mali ya watu bila kufanya kazi. Please. Shungeni. Hiyo ni spirit nyingine ambayo inainuka na itakomeshwa na polisi na risasi. Siwadanganye ati niwaambie ni kuzuri. Si kuzuri. Hamtarudi vile ilikuwa. Ati ningelikuja na gari nimebeba sofa set, kabla sijaingiza kwangu ninakupea 200 na natoa matunda naenda all the way mpaka Kagio, ninakuja na gunia ya avocado. Kabla sijauza unanihitaji nikupee shilingi 200. Haiwezekani. Na ni katika jina la Yesu na laani hiyo movement katika jina la Yesu Kristo, in the highest order, in the office of our Redeemer Jesus Christ. Hamwendi. Na msiposikia masanduku ya maiti, msipende hiyo njia. Mungu awabariki. Unajua ninaongea hii maneno kwenda ikawa wewe ndio umeokoka na unaona kama nina prophesy doom. I don't prophesy doom. Hao vijana wamepewa nafasi ya kutubu, hawasikii. Nina mmoja ninajua hapa alilep mtoto, akapelekwa polisi, kesi ikajaribu kufuatwa kabisa, mama yake akatoa 1,100 akahongana huyo kijana hako nje. Alipotoka amehangaisha familia ya huyo mtoto ambaye alikuwa amemnajizi mpaka wamehama. Sasa huyu tumfanyeje? Wanasuguka saa hii. Mpaka saa hii naongea na wewe, niko mbele kuna dirisha. Naona hao vijana wanapita kwa magrupu. Nafikiri nitaashiria nikiwa nimepewa uwezo. Never. Malaika wa Mungu, kila askari na malaika akiwa na panga. Hii nasiitishi mauti. Yule ambaye atasikia sauti ya Mungu arudi nyuma, awashane na hii, ataokoka. Amfuate jenga, wafuate injili ya ukweli. Hata kama mtasema jenga hajaokoka, Mungu alimtoa awe njia kwa sababu ya hao vijana. Na Mungu abariki jenga, ainuke aongelesha hao vijana, waashe hiyo menendo mipotofu. Saul
alikuwa kama huyo jenga mnaona ati. Mnasema hajaokoka. Mimi sijui. Mimi Kristo alinenea akaniambia amefungua mlango kupitia huyo jamaa. Hiyo mengine ni yenu. Na wale ambao walimjiunga na yeye hawakukufa. Sasa hii ndio mnataka kuinuka mkatae vile mnaelezewa na huyo mkubwa wenu. Masanduku tunapeleka maiti nyumbani. Hata kama ni my brother, I don't care. Because I know. Mwenyezi Mungu akisema enough, tosha. Mungu akubariki. Well, najua nilikuwa nimeandika haya mambo yote Kristo alikuwa ameninenea. Hili ni jambo kama kutakuwa na top up ni sawa. Wahubiri wa makanisa kidogo ambayo mko wengi, nimeingia makanisani mwenu sade, nimekuja tumeomba na nyinyi na ninawaelezea vile Mungu anasema. Until hata sasa nitarudia. Kama uko na kanisa shanga, Holy Communion inatakikana every Sunday na ubatizo. Kila mshirika akija mgeni mnabatiza every Sunday. Holy Communion washirika wa mapasta wa kanisa hizi dogo, every Sunday Holy Communion, ubatizo wa mshirika mgeni ambaye amekuja katika wokovu. Hayo mengine Mwenyezi Mungu anawaambia muashe haraka. Washeni haraka. Wewe unataka uendeshe V8? Unataka uendeshe V8 within the next 1 year. Ukipita hiyo njia ya kuwa na haraka ili uendeshe V8, mambo maofu yatakupata. Enda polepole. Hii ni amri kutoka kwa Mungu. Ananiambia niwaambie wahubiri, young preachers, edeni polepole, washeni haraka na mtabarikiwa. Lakini ukikibia zaidi ya vile Mwenyezi Mungu anataka, utakuwa kama ile kuvuta brada namna hii. Ukikibia vile Mwenyezi Mungu hataki, ukivuta hiyo brada namna hii, hauko comfortable. Lakini wakati utaruhusu brada irudi mahali yake, haitakusumbua. Kristo anasema muende polepole na atawabariki, atatembea na nyinyi. Lakini mkikibia sana, atanyamaza. So slow ili mbarikiwe. Rome haikujengwa na siku moja. Ilijengwa na muda. Halo, ili unone. Huwezi nona na siku moja. Na ukinona ili ukode, hapo ndio shida. Kristo anasema mumenona, anataka sasa mkode. Itachukua muda gani kutoa kilo 10 ndani yangu? Ni kazi. Lakini kuiweka, in fact within 10 days nikikula vizuri bila kufanya jambo lolote, within 10 days naweza kuwa nimeongeza kilo 3. Lakini nikitaka kutoa hizo kilo 3 ndani yangu sasa, ile tizi nitafanya itachukua mimi kama mwezi mzima ama miezi 2. So wahubiri, mnaelezewa nyinyi upcoming pastors, na Mungu wako pamoja na nyinyi, mnaelezewa muende polepole. Washeni haraka ya kupenda kuendesha V8. Washaneni na hizi harambee wakati kama nyakati hizi za wakati wa kampeni. Sasa hivi unataka mhubiri akuje kwa kanisa yako akuashie milioni ili ununue mabati. Unajegea nani? Mungu anasema muashe haraka. Na mwanzo mkiweza. Hii watu wa siasa washeni kuwaruhusu ma platform kwa kanisa. Wameharibu makanisa. Na sasa ndio wakati huu. Pole pole. Hiyo ni komandi kutoka kwa Yesu. Na ukitii utabarikiwa. Hayo ndio mambo 9 ambayo Kristo alinenea leo. Ubarikiwa unapotii. Na niseme hii, tuombe, kila mtu aombe nchi yake, na sio Kenya tu. Mahali wewe unafungulia hii video ukiwa, kama wewe umekuwa citizen wa hiyo nchi, ombea nchi yako. Funika nchi yako na damu ya Yesu. Paka mfalme mkumbuke mbele ya Mwenyezi Mungu. Maana yote yatoka kwa Mungu. Na utabarikiwa unapotii. Tuashe kiburi ya kusema mimi ndiye mzuri. Ati mhubiri huyu ndiye mzuri. Na nyinyi ambaye mnafungulia kwa YouTube mnapata wahubiri wakihubiri. Washa kulinganisha huyu mhubiri na huyu. Washa kulinganisha. Maana hakuna vile mimi nikiwa hizi ni vidole ine haka sidio kadogo. Kama mimi ni huyu na huyu ni mwingine, hatuwezi toshana. Halo, naona hatuwezi toshana. Kama ni huyu
ni apostle. Hawezi kutoshana na pastor, evangelist, teacher ama whoever. Kwa hivyo wakati unafungulia YouTube unapata mhubiri fulani anahubiri, washa kusema huyu ni mzuri kushinda fulani, ati huyu evangelist ni mzuri kushinda fulani, ama huyu mama ni mzuri, huyu prophetess ni mzuri kushinda huyu. Hatuendi na kulinganisha. Kama unasikia anakubariki, ubarikiwe, na usiwe judgmental, usiwe mtu wa kujaji ati huyu mhubiri ni mzuri kushinda huyu. Hiyo ni hatari kubwa sana kwa maisha yako. So kama unabarikiwa na huyu, shika huyu na ushike huyu. Maana unaona kuna watu walihubiriwa na mitume mpaka wakati mmoja kukakuja Paulo akauliza, mmesikia habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu? If it is not Paul, ni mmoja kati ya hao mitume. Wakasema habari ya kubatizwa na Roho Mtakatifu hatujui. Tunajua tu ile maji. Kwa nini yule ambaye aliwahubiri na aliwakuwa apostle, kwa nini hakuwahubiria habari ya Roho Mtakatifu ili kukuja mwingine awakamilishe katika hiyo sehemu? We are all working kwa Mungu moja na viwango tofauti. So wakati unasikia huyu mhubiri anahubiri jambo hili kwa YouTube na umemfungulia unabarikiwa, washa kusema huyu ni mzuri kushinda yule. Sisi tunatumika katika kipawa moja, Mungu Roho Mtakatifu, so that you can be blessed. Maana kuna mtu utanyoshea kidole hivi, maisha yako yaanze kuharibikia hapo. Usicheze. Unaona nabii Elijah anatokewa na vijana wanasema sijui kiparagoto. Alifanya nini? Mafuta iko. Washa kulinganisha wahubiri. Kama unabarikiwa na huyu, chukua hiyo kitu anakubariki naye, uimeze na uitumie. Ukikuja kwa platform yangu unaona unabarikiwa na Mwenyezi Mungu kupitia hii platform kwa jambo hili, lishukue umeze. Lakini washa kulinganisha mimi na yule mhubiri mwingine na unamjaji unasema huyu ni mzuri kushinda huyu. Hapana, hatuko kwa mashindano. Na ujue ukianza hiyo laini utasababisha laana juu yako, juu ya kuongea mimi na huyo mwingine vibaya. So we are not competing here. We are serving our Lord Jesus Christ ili kanisa liwe sawa. Mungu awabariki. Na huwa ninawaelezea, ninapenda kumtumikia huyu Mungu kwa hii zeal ya upendo, kwa sababu yeye ndiye alinipea nafasi. Na brethren, leo nitaongea kuhusu kutoa. Ukibarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa platform ama mahali fulani, usikie hakika umebarikiwa juu ya hili jambo. Niwaulize, ukienda kwa daktari akutibu upone, si wewe unalipa? Sasa zile umepona na umekaa miaka kadhaa, alafu unapatana na huyo daktari mahali tu amekaa kwa hoteli anakunywa chai ama ako tu kwa starehe zake. Alafu all of a sudden upite uone ule daktari ambaye aliniokoa ndiye huyu. Utamnunulia? Unaonaje? Biblia inasema mahali unakula huyo mhubiri, sisi hatujapewa inheritance kwa mali yetu na Mwenyezi Mungu. Hatujapewa. Na kama nimepewa kutoka kwa watu wetu ama kwa familia yetu, ni juu sasa mimi ni Mkikuyu. Lakini ukiangalia vizuri kwa laini ya maandiko, kuhani ambaye ameitwa anafaa akule kwa madhabahu. Sasa usibarikiwe kule utoe huku. What do I say? Tuseme for example, nipate mtoto amepotea, nimshukue, nimlete kwangu, alale kwa nyumba yangu, asubuhi nimpeleke kwa polisi ama kwa chief, nielezewe, nikae na yeye, arudi kwangu, nikae na yeye siku 2-3, mamake apatikane. Huyo mtoto akiwa mkubwa, kuna mmoja nilisaidia wakati mmoja, alikuwa amefungiwa kwa nyumba fulani hapa tu karibu na hapa, nikiwa tu hapa Kayole. Nilisikia duru kama saa 4 ya usiku. Duru haishi. Baada ya kusikia hii duru haishi kwa nyumba, ilikuwa ni ploti kama 2 kutoka mahali tuko. Nasikia tu duru ya kijana anapiga duru. Ilikuwa kitu kama saa 4 ya usiku, nilitoka. Nikasikia mahali hiyo duru inatoka, nikaenda mpaka kwa hiyo ploti, nikagonga, nikafunguliwa, nikaingia mpaka gorofa. Nilipata jamaa amepigwa. Alikuwa kijana wa kitu kama miaka 14, lakini alikuwa na nguvu. Rafiki ya mama yake na jamaa mwingine walikuwa kwa hiyo nyumba.
rafiki ya mama, lakini na si baba ya huyu mtoto. Wamekanyaga huyu kijana, amejaa kusweti kwa nyumba, maana anapigiwa juu ya kitanda akiwa amesimama na hamuashirii kutoka, ni tu anapiga. Nikagonga mlango, wakafungua. Mimi na ujasiri ni nini hii duru ya huyu mtoto imeenda? Alikuwa kijana. Sasa kijana akaniambia, sasa umefanya mzuri kukuja. Hao, huyu ni rafiki ya my mom na ni kama baba. Amenituma mayai moja, niende nikanunue mayai tukuje tukule ugali. Sasa kaniuliza mayai moja, hata kama ni wewe, nimetumwa tuko watatu tukule mayai naye, tukule ugali naye. Mimi nikasema siendi kuchukua, nikakataa, mtu aende ashukue juana. Sasa wananipiga juu nimekataa kwenda kuchukua mayai moja. Niliwaambia nitaita polisi kama si mchezo. You know what is the truth? Na wakaniambia pole, hawatarudia. Baada ya miaka mingi, huyo kijana alikuja kunitafuta. Akatuma wasichana wangu akaambia, "Hebu endeni mwambie dadi yenu. Wakati mmoja aliniokoa kwa nyumba fulani nikiwa ninapigwa." Kwa nini anakumbuka kuniambia asante kupitia watoto wangu? Maana nilimsaidia. Wewe umepatikana mahali ukiwa kwa kona baya. Umeomba na mtu fulani na umebarikiwa. Sasa hapa ndio ninakuuliza, wewe kama ule kijana unafaa kufanya nini? Umepata mtu ambaye alikuokoa katika mdomo wa simba. Alafu akakusaidia. Umepatana naye, unajua huyu ndiye alinisaidia, hii shida haikunipata. Unafanya nini ukiwa na uwezo? Yule mtu alinipata forest mahali nilikuwa. Alikufa kabla sijamnunulia buzi. Alikufa in fact kabla sijamnunulia buzi. Halo, wakati ule nilikuwa nimewekwa na wanamungiki katika shimo moja wanirushe nikikataa kukunywa ile off. Yule askari ambaye alikuja akatupata pale akatoroka. Nilijaribu kuingia police station Kayole. Nikasema ninataka kununulia yeye in particular buzi, huyo askari. Mkubwa wao akaniambia kwa force buzi hainunuliwagi hivyo, inaletwa kwa force, tunampea kama force. Nikaona hii haitafika. Maana nilikuwa na kitu kama 5,000 ningelipenda nimpe. Sasa nikaona nikipeleka kwa force ya polisi hapo police station alafu apewe, italeta mambo mingi. Nikaachana naye. Lakini I respected that guy. Anaitwa Mulemi. Alinisaidia wakati nilikuwa katika pengo. Nilikuwa tu nimebakia kidogo nirushwe kwa hiyo shimo ya sewage. Sasa mtu ambaye amekupata saa 8 ya usiku, uko mahali umeshakanyikiwa, hakuna magari, unasimamisha yote tu inakuja. Alafu mtu fulani kwa sijui nimeshikwa na nini, ni kwa highway umesimamisha tu magari, mtu fulani tu. Ninakumbuka kuna msichana nilikuwa ninapenda ujanani wangu, nikiwa tu nimeokoka. Alikuwa anaishi mahali kunaitwa Wajohi huko Nyandarua. Sasa nilienda kwao kumtembelea, angalau tujuliane hali na tuongee mawili matatu. Tukiwa tumekaa kwa duka hapo kwao tu, sister yake akaniambia, we Dungu wewe, unaona ile gari iko mwisho ile, unaona kwa stage pale ile iko ile ndio inatoka hapa inaenda mpaka Nyahururu na ndio ya mwisho. Ikikuasha utaona mambo. Sasa mimi sikusikia juu nilikuwa na huyu msichana ambaye nilikuwa ni sister yake, nilikuwa nimeenda kuona. Sasa nilikuwa nataka mpaka niongee na yeye tumalizane. Sasa la ajabu ni hili, tukiwa tunaongea tu ile kusikizana na kuelewana, nilikuwa nimetoka kwetu niende nimuone. Nafikiri nilikuwa naishi Nakuru. Sasa ilikuwa inabidi niende Wajohi, niende nimuone, alafu tuashane, tuongee tu. Nao ni kabla sijaoa. Sister yake akaniambia, ile gari ndio ya mwisho. Tumekaa tu kwa duka, gari anaiona. Ananiambia, unajua ile gari ndio ya mwisho, hakuna nyingine. Mimi na ule ujika wa ujana sikuelewa, sikuona kama ni kitu. Na kutoka Wajohi kwenda Orokarao, ama kutoka Wajohi kwenda mpaka Nyahururu ni kilomita. Tuliongea na yeye na huyu nilikuwa nimekuja kuona. Tukaongea na hao hapo. Gari ikaondoka. Within the next 30 minutes nikafikiri sasa nimemaliza motion zangu. Ngoja sasa niende na nikatafute gari. Hakuna, na nilielezewa. Nilitembea miguu mpaka usiku, kanipata nikitoka hiyo njia ninaelekea mahali tunaita Jackson, sijui kunaitwaje. Kuna hiyo njia kutoka Wajohi ili uende ukatokee njia ambayo inaenda Karau. Miguu usiku.
Sasa kitu kama saa 2 ya usiku ninatembea tu miguu, kukakuja gari, ilikuwa double cabin, lakini sikujua ya double cabin, niliona tu gari. Nikasimamisha huyu jamaa. Ni usiku. Akashindwa, huyu ngoja nisimame tu nione. Kwa nini amenisimamisha namna hii? Nilisimamisha, ilikuwa usiku. Na nilikuwa nimeenda kuona msichana. Yule jamaa alisimama. Na nikakimbia, kabla akafungua kamwanya tu kwa dirisha. Nikamuelezea sasa, mimi naomba lift. Nilikuwa nafikiri nitapata hii gari. Nimetembea hii njia kutoka saa 6 ndio nimekuwa nikitembea, sasa ni kitu inaelekea saa 2. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia naenda Orokarao. Huyu jamaa aliniangalia, akanifungulia, ikufinya tu mlango ifunguke, nikaingia. Tukaanza kuongea. Alikuwa counselor wa area hiyo. Mimi hakuniambia jina lake, lakini yeye aliniambia yeye ndiye counselor wa area hiyo. Tulienda na yeye mpaka mahali tunaingia njia ya kwenda Dodori. Kwa hiyo junction sikumbuki kunaitwaje. Nikamwambia nikifika hapo nitajua vile nitajisaidia nikiwa hapo. Sasa nilipofika pale ilikuwa kitu saa. Alikuwa anaendesha hiyo gari yake sawa. Within 45 minutes tulikuwa pale. 1 hour tulikuwa tumefika pale. Sasa ilikuwa saa 3 na kitu kama dakika kadhaa. Aliponiweka pale, nikapata gari ambayo inapita hiyo njia inaenda kutokea center inaenda kutokea mahali tunaita kwa jeshi pale la net. Sasa ilikuwa inapita hiyo njia na ni usiku. Nilienda naye nikashukia Dodori kwa my aunt na nikalala huko. Sasa sikia hii. Huyu mtu ambaye nilisimamisha usiku akakubali kunisimamia. Nikalipatana na yeye sasa mchana nikiwa na mali, ningempea nini? Ninaongea kuhusu kutoa. One plus one is equals. Ni kwa Mungu tu kuna kuanga 1 plus 1. Anashikanisha mwanamke na mwanaume. Anasema 1 plus 1 is equals to 1. Lakini hapa 1 plus 1 is equals to 2. Huyu mtu ambaye amenibeba nikiwa nimetoka kuona msichana saa 2 ya usiku. Saa 2 ilikuwa imebaki kama kitu 20 minutes hivi. Ilikuwa kitu saa 1 na 40 hapo. Hakunilipisha. Na akaniambia, juu tuliongea sana, nikamwambia mimi ni waso and so kina. Akaniambia mimi najua babako, hata kuna wakati nilikuja kwenu kuuliza roli fulani akakataa kuniuliza. Lakini mimi ndiye area counselor. Nikipatana na huyo jamaa leo, si ningempea kitu. Naongea kuhusu kutoa. Umebarikiwa wapi? Rudi nyuma. Kuna wakati nilikuwa nimepelekwa kwa mama fulani Naivasha Mkurino, lakini alikuwa ni kama mganga. Sasa akanielezea hata ukienda huko kwenu Kinangop, ukuje na viazi next round, ukikuja utanisaidia. Si nilienda nikanunua debe ya viazi, nikaweka carrot ndani, na mimi ni mjeuri, mimi sibebangi. In fact hata saa hii nikiwa sina gari niende kwetu ushago ati niende nikaangalie shamba inakaa namna gani, mimi sibebeangi bibi yangu hata. Wacha nini? Miji ndio unaweza beba kama kilo 5 na usikie ni kitu umeletea mtu. Mimi sibebangi. Namwambia kwa ile kitu nabeba mzito ni gazeti ama Biblia ama simu. Naambianga bibi, wao wameleta Nairobi, si wanataka kuuza. Enda ununue na hiyo bei. Ukitaka kujua umebarikiwa na Mwenyezi Mungu, ni wakati unaingia kwa supermarket uangalie bei ya vitu. Unashukua tu ukiweka. Na mimi silingi. Hiyo kiwango Mwenyezi Mungu amenitoa. Why? Unajua kuna wakati nilikuwa na shida hata kulipa nyumba ya shilingi 600 ilikuwa ni shida. Tunakaa hapa Kayole ninalipa nyumba shilingi 3000. Inakuwa ninajaribu kuweka 100 kwa siku, ninashindwa. Sasa saa zile nimebarikiwa. Usifikiri ati unasikia ninasema ninaishi nyumba ya kukodisha ufikiri niko na shida ati vile. Hapana, mimi nimebarikiwa na Mungu, usione. Why do you say this? In the spirit. Sasa na niongee hii kwa wewe ambaye umebarikiwa sana na Mungu na ungelipenda kuwa part and parcel. Maybe uko mwisho wa mwezi unasikiaga una 5,000 ambayo ungelipenda kuwa unanunua chakula fulani inapelekwa children's home. Mimi nimepewa hiyo kibali na Mwenyezi Mungu. Niko na children's home. Unajua niko within. Ninajua hii na hii na hii na hii. Ukipeleka umesaidia mtu.
ukisikia Mwenyezi Mungu amekuwezesha na ungependa, wewe umedanganywa na watu wengi. Mtu anakuambia ninasaidiaga children's home hii na hii, tuma maguo hii na hii nitoe kwa children's home. Mimi niko na gari na ile kitu huwa ninafanya. Mtu akinitumia pesa ananiambia nipeleke children's home, huwa nanunua chakula. Ninanunua kama ni maharagwe, kama ni mchere, kama ni unga ya unchi. Kuna maduka kadhaa hapa kwetu Kayole ambayo inauza wholesale. Ukinitumia hiyo shilingi 10,000, huwa ninaenda ninanunua vile. Si wewe unaniambia nimekutumia 10,000 Mhubiri. Kuna watu wanafanya hivyo. Chukua 2,000 uweke gari mafuta na lunch yako 8,000 ninunulie chakula upeleke kwa zile mashule. In case ukitaka ninaweza fanya hiyo kazi, na ukitaka sana ninaweza unganisha na wewe na mwalimu ambaye ako anasimamia hii institution. Na msipende kutuma pesa. Pedeni huyo mtu anaenda kwa duka mahali ananunua chakula. Ndio unaona ninaingilia hapa katikati. Unanunua chakula hii na hii na hii na hii. Unanunua unapeleka. Kama ni manguo ninaenda ninaangalia standard ya wale watoto wako kwa ile shule. Maana kuna wengine wako na watoto wakubwa, wameshaganyikana wote. Ninaenda Gikomba. Kuna nguo tunaitanga fagia. Hii nguo imeuzwa na yule mwenye kuuza siku 2-3, anaona anataka kuziondoa alete zingine. Sasa huwa wanauza kwa bei rahisi. So, nikiwa tuseme kwa mfano niko na 1,000 na ninataka kununua hizi shati zinauzwa hapa 50 ama 30. Ziko mpaka 50 mpaka 100. Unanunua hizo 10, unaziweka vizuri, unapeleka. I don't advocate kupatiana pesa kule. Juu pesa inakuwa tempting. Lakini ukipeleka chakula. Unajua ukikula ushimbe na uwe hauna blanketi ambayo umejifunika vizuri naye, sometimes unakaa usiku mzima husikii baridi. Lakini tumbo ikiwa na njaa, sometimes inakuwa a bit tricky. Sasa huwa nikitumia pesa na mtu anamujia, nataka nikutumie hizi pesa ni 7,000, utoe shilingi 1,000 ama 2,000 uweke gari mafuta ukule ufanye nini? Alafu hii 5,000 enda unipelekee kwa children's home. Niko na children's home kadhaa, ninajua. Maana niko kwa crowd. Na mimi ukinipea pesa sipelekagi pesa. Huwa naenda nanunua chakula kwa wholesale, ninaweka kwa buti ya gari yangu, napeleka, ninanunua unga, nanunua unga, nanunua mchere kama kilo 50, nanunua sukari, nanunua tissue, nanunua unga kuna hii unga ya uji. Hizi vitu yote nashanya, naweka hiyo package. In fact mpaka nikipita sasa kwa barabara ninajua mahali kunauzwa cabbage kwa bei nzuri, ninanunua cabbage kama 20 ama 10, naweka zote napeleka kwa hiyo shule. Sasa nikienda kwa hii leo, nijue next round nikienda nitaenda kwa ile ziko within ambazo zimejifisha kwa my estate, hazijulikani. Kuna zile ambazo zinajulikana na watu wengi. Nikiwatajia hivyo kuna zile mtasikia hii Kayole kuna hii children's home inaijua mpaka na wakubwa. Sipendagi kwenda huko. So, with due respect, kama wewe unasikiaga huko na mwito kama hiyo, na sio watu wote wako na hiyo mwito, unaweza kunitumia. Na ukiona ni vizuri tuelewane na wewe nikupatie namba mahali ninapeleka. Ninakuchukulia yule ambaye yako mwenye ile institution, ninawaunganisha na yeye. Lakini I prefer usitume sana pesa. Ninaona ni afadhali unatuma maguo ama unanunua chakula, anakuelezea pay bill ndio hii unalipa. Maana pesa ni tempting. Utanipea 20,000. Nione kwanza ngoja nilipie mtoto wangu shule. Hapa kupita hapa ili niwe mwaminifu kwa hii, inamshukua mkono wa Mungu. Na maana ninaona kadhaa ambao wananitumia peleka hii, nipelekee. Ninasishukua ninaenda. Na juu Biblia kuna wengine ninawaambia ngoja nikupigie picha wakati ninafanya hii nikushukulie kwa video nikusukumie. Ananiuliza ninafanya hiyo yote ili ufanye nini? Kama leo asubuhi kuna mtu nimekutana na yeye ananiambia, "Pastor, niko na katoto na babake alikufa. Ningelipenda wewe mahali unaendanga ukipata mtu ambaye anaweza kusimamia tu kwa school fees kako primary. Ninaweza furahia sana." Nikamwambia mimi hiyo ni ministry sina, lakini in case nikisikia mtu nitakwambia ndiye huyu mshikane na yeye, lakini inakuwa ni school fees. Siombi huu msaada na sitaki upitie kwangu. I would prefer kama wewe unajua sio watu wote wamebarikiwa na Mungu kufanya hii kazi. Na sio wote wameruhusiwa na Mungu kutoa mali yao kwa njia hiyo.
Lakini kama wewe ni mmoja ambaye unaonyeshwa na Mwenyezi Mungu uko na ministry kama ya Dorcas maishani mwako, ministry kama unajua Anania na Safira walikuwa wazuri, isipokuwa ni vile waliigiza uongo. Walikuwa na ministry ndani yao, kuuza yote wanapeana. Kama wewe ni mmoja, sio wote, na msisikie juu nimeannounce hii kwa platform, nyote mpende kutoa mali mteane kule. Kuna mwingine atatoa asibarikiwe, maana mwingine ni mhubiri. Hiyo line yako ni ya uhubiri. Kuna mwingine kazi yake ni kuombea tu ministry. Na ako na utajiri, Mungu hamwambii atoe. Hao ujue kwanza wewe ni nani kabla wewe. Juu kuna mtu atasema, "Ngoja nitoe, juu ninasikia mhubiri amesema anaweza." Alafu mnaleta hizi pesa zangu zote kwenu zenu kwangu ili nipeleke. Alafu wewe sio wa line ya kubarikiwa na line hiyo. Sio wote wanatoa inakubarika. So njua line yako. Kuna wale kazi yao ni kuomba tu. Hawajapewa kazi nyingine na Mungu. Kuna wale wanaenda tu lazima apaguse kanisa. Kazi yao ni hiyo. Kuna wale kazi yao ni kuomba. Kuna mtu ataniombea kitu ambayo nilikuwa hainanisumbua. Anaomba tu maombi kidogo. Mungu ananipea breakthrough. Hii ni viwango ya utumishi. Usiseme nitatoa ili nipeleke kwa children's home kwa sababu umesikia ninaongea hivi. Ninataka wale ambao wako na huo mwito wasimame hapo. Na ikiwezekana, ninaenda ninakutafutia yule mtu wako na ile institution, ninakuunganisha naye. Sasa wewe ukifika mwisho wa mwezi, mwambie mahali, na ukitaka nikuunganishe na wale ambao na hao wanauza hizi chakula, nitakupea mpaka namba za yule ili unajua hii chakula inatoka, nataka uilipe, ipelekwe kwa shule fulani. Tusimese hapa katikati. Maana Kenya kuna watu wengi wanasema wanasaidia watoto na hawasaidii. That's the truth of the matter. Na mimi singependa nifungue channel alafu niingie katika hiyo sehemu nisikie nilikupeleka kwa shule fulani ama kwa children's home fulani, imekuwa ni karata staki. Ninaangalia sana kabla sija kuelezea hii kitu. God will bless you as you continue. Na nikasema vizuri, point of interest, ukitoa begu kama ni kwa platform ya Martin, omba uelezewe. Lakini ukibarikiwa hapa, ukienda kwa mganga akugange, sinaonanga wanaitisha, sinasikianga wanaitisha buzi, wanaitisha hii, wanaitisha hii. Unaonaje? Juu kuna mambo mingi tumeomba na yeye haikuwa inaenda vizuri. Mimi sitaki nikufungie nje. Omba Mungu. Tuliomba na wewe ikatimia nini? Na wewe uulize Mungu hilo swali, akuonyeshe la kufanya. Maana in particular kuna mtu tumeomba na yeye ametendewa mambo makubwa na ako Kenya. Lakini Mungu ananielezea, eleza huyu apande katika hii platform yako, aashe kuona hizi mikosi. Maana baraka za Mwenyezi Mungu hasifuati na laana. Hasifuati na baraka za Mwenyezi Mungu zinafuatwa na machozi. Sio common. Na sio wote wanaruhusiwa kutoa kulingana na understanding. What do I try to say? Mungu ananielezea ninafungia watu wengine baraka za kutoa kwangu. Kwa hii platform ninafungia wengine wasibarikiwe. Niruhusu watu. Yule ambaye anasikia amebarikiwa na anataka kupanda, apande. Maana nauliza Kristo, why do you say this? Ananiambia, unajua ninakutumia wewe na kuna wengine nataka kubariki kupitia wewe. Open the door, open. Waombe na mtu nikimuelezea atoe. Na hii ni channel. God will bless you. Kama kuna kitu tumeomba na wewe na umebarikiwa na Mwenyezi Mungu hata bila kunenewa, Mwenyezi Mungu anasema unafaa urudi nyuma. Sio lazima uwe unanitumia kitu mwisho wa mwezi. Lakini kama kuna mambo mengi tumeomba na watu. Kuna mtu ameniita saa 6 ya usiku. Kaniambia hata sitaki kulala. Nasikia sitaki kulala kwa kitanda. Namwambia tuombe. Tunaomba, asubuhi anakuwa ni mgonjwa. Baada ya siku kadhaa hiyo ugonjwa unarudi. Namwambia tuombe, Mwenyezi Mungu afanye miujiza. Tunaomba. Ninaangalia ni polisi 3 wanapita wakiwa hawana uniform. Hiyo group imeingia area yetu. Ni kama kuna ripoti imefika. Na ninafurahi wakati ninaona askari wakipita hivi wakijifanya tu haelewi. Kila mmoja ako na malaika nyuma yake.
ndio ninampenda Kristo, maana anatenda. Hatutaashiria mambo iende tu. Wewe ambaye umekwasika ama umesikia kama nimeongea jambo sijimalize, nipigie simu na 0774 297 055 na WhatsApp, tutanena hili. Maana ninasikia wakati ninatumiwa mhubiri ananielezea, wewe unasababisha watu wasibarikiwe kwa sababu wengine wamepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu kupanda kwa platform yako na wewe unawaambia wasipande. Nikamuuliza sasa nitafanya nini na sijaruhusiwa kuitisha kitu? Akaniambia open the door. Waambie wakupigie simu, wakuulize swali hiyo kado. Lakini wengi wanafaa kupanda kwa hiyo platform ili wabarikiwe. Mimi niseme nini? Nimetumiwa tu mhubiri akaniambia namna hiyo. Mhubiri tu ameniuliza. Why? Mimi niseme nini? Mimi sitaki mambo makubwa. Nimetosheka na vile niko. God will bless you. Na maana sisi wahubiri wa Kenya, we are very cunning. Niwa nitakupigia simu nikuitishe pesa leo na kesho kutwa. Alafu ninakwambia niko na hii nyumba ambayo inafaa kulipwa 10,000 kila mwisho wa mwezi, Ninakufuata, mimi sitaki hiyo. Na ndio ninawaambia muombe munenewe. Na ninafungua mlango katika maisha yako Kristo akunenee. God bless you. God bless you. Hayo mambo ambayo nimeongea isipokuwa hayo mengi ni yale Kristo ananidirect ni yanene. Please, tilieni muhimu. Kuna wakati hawa wahubiri mnaona wanaongea ukweli, watakuwa hawako duniani. Sometimes kuna huyu mhubiri anaitwa nani wa Nigeria, amekufa juzi. Sasa hawa watu ndio wanaona umuhimu wa huyo mhubiri TB Joshua, mpaka wanasema Sade tumemuona kanisani amekuja amesimama mbele yetu. Sarakasi hizi ni za nini? Hawakumtumia vizuri wakati alikuwa hai. Ndio unaona wanasubuka. Kipawa. Mtu mhubiri kama Harrison akiondoka leo, ndio mtajua walikuwa anasema nini. Ndio wangi wanaanza kusema, "Hey, nimemuona Harrison amekuja kwangu. Nimemuona Evangelist Martin Ndungu amekuja kwangu. Nimemuona TB Joshua amekuja kwangu." Kwa sababu haukutumia vile inatakikana wakati alikuwa hai. Ndio unasikia hizo sarakasi. Nimeona babangu amekuja. Kifo imeshukua babako. Angalia huyu ni mama. Anatusi hataki kuona mzee. Ghafla Mungu anamuondolea huyo mzee na anaenda mbinguni na yeye. Saa hiyo amekufa, ndio mama ameanza kuona umuhimu wa huyo mzee. Tumia yule mtu mko naye sawa sawa. Kabla hajaenda. Tulikuwa na rais alikuwa anaitwa Moi. Paka nilikuwa ninashangaa watu wetu wengine kwetu ushago hawana hata viatu. Mtu anasimama mbele ya watu anasema Moi ataenda Gashulie, walikuwa wanamuita Gashulie. Ataenda sasa kufunga makondoo. Leo hii Moi ainuke hivi aseme ndiye president wa Kenya. Zote tutasema Nyayo iendelee. Nyayo. Siasa kando. God bless you. God bless you. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. I salute you King Jesus. Nena na huyu. Bariki huyu. Jina lako Kristo litukuzwe. Nasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu mwana wa Mungu, tulinde. Na Baba, fungua masikio yetu tukusikie. I cover everyone ambaye anafungua hii video na damu yako Yesu Kristo. And I surrender their brain to you, Jehovah, in Jesus' mighty name. Ukiwarudishia yawe safi. Jina lako Kristo litukuzwe. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Shalom. God bless you. God bless you. God bless you.